ikiwa sasa hivi umeufungua moyo wako na roho yule anayekusukuma njoo kwenye maombi, roho yule anayekusukuma nenda kanisani, unakuwa na hamu ya kuwepo kanisani, unakuwa na hamu ya kufanya mambo ya Mungu. Ukishaona hiyo hali unakuwa nayo, basi unauandaa moyo wako katika kupokea nguvu ya Roho Mtakatifu kama yule aliyeshuka katika ile siku ya kukutana na Bwana pale Karmeli, au yule aliyeshuka katika ile siku ya Pentekoste. Wanafunzi walipompokea Roho Mtakatifu wakafanya mambo makubwa. Ndio hili Yoeli analolisema kwamba litafanyika tena wakati wa mwisho, na ndio tunachojifunza siku zote, kama jinsi tulivyomuona Elia akiwa katika maeneo matatu ya kiunabii na kimuktadha, kwamba pale Karmeli Elia alipotengeneza madhabahu, alafu madhabahu ikakamilika, alipoomba moto ulishuka kutoka mbinguni. Moto ni ishara ya Roho Mtakatifu. Kwa hiyo Roho Mtakatifu alivyoshuka kutoka mbinguni, wote waliokuwa pale wakabadilishwa mioyo yao, na ndio maana waliwakamata manabii wa Baali wakawaua. Lakini tunaona pia katika siku za Yesu, wale waliompokea Yesu kwa maana ya wanafunzi wake, walipopanda gorofani baada ya kuandaa mazingira ya kumpokea Yesu, wakiwa katika maombi na kuimba na mambo mengi yaliyofanyika pale, basi siku ya Pentekoste Roho alimiminwa pale tena kama ndimi za moto. Na huwa napenda kusema jambo hili, kwa nini Roho Mtakatifu alishuka kama ndimi za moto? Hitaji la kanisa kwa wakati huo ilikuwa ni namna ya kupeleka injili kwa mataifa, na mataifa walikuwa hawasemi lugha moja, na ndio maana zawadi ya Roho Mtakatifu iliyopatikana katika siku ya Pentekoste ni ndimi. Ilikuwa na sura ya ndimi. Unajua, tunapozungumza ndimi watu wengi hawaelewi. Ulimi ni mmoja, wingi wa ulimi ni ndimi. Kwa hiyo zawadi ya ulimi, kwa maana kwamba ulimi ndio unaosaidia kusema, kutamka matamshi ya lugha. Siku ya Pentekoste Roho Mtakatifu alipomiminwa, wakapata nguvu ya kwenda kazini. Nimeng'ang'ana na haya maombi ya siku 100 ni kwa sababu ninajua tuna shughuli nzito mbele yetu ya uinjilisti. Tutakapomaliza haya, ninyi wenyewe mtashuhudia jinsi tutakapopata nguvu ya kwenda mbele katika uinjilisti. Halikadhalika sasa katika siku za mwisho, Yoeli anasema Roho Mtakatifu atamiminwa, na vijana wataota ndoto, wazee wataona maono. Alafu anaendelea kusema kwamba wataonyeshwa mambo ya ajabu na makubwa. Na hiyo sasa ndio ahadi iliyoko mbele yetu, na lazima tuitafute. Tunaitafutaje? Huu ndio wakati wa kujiandaa kumiminiwa Roho Mtakatifu. Ukikosa hamu ya ibada sasa hivi, ukakosa hamu ya kuhudhuria kanisani sasa hivi, ukakosa hamu ya maombi sasa hivi, kiukweli unajitoa kwenye listi ya watu watakaopokea Roho Mtakatifu. Hali hii ilitokea hata wakati wa Pentekoste. Yesu alihubiri watu wengi sana, lakini siku ya Pentekoste waliompokea Roho Mtakatifu ni wale waliokuwa gorofani, wale ambao wanahudhuria katika maombi. Hao ndio waliompokea Roho Mtakatifu. Kwa hiyo vitu hivi sio vya kucheza navyo. Na ndio maana sasa kitabu kile cha matukio siku za mwisho, jana tulisoma, nasema ni wale tu wanaoishi kulingana na nuru walionayo watapokea nuru kuu zaidi. Ni wale tu wanaoishi kulingana na nuru walionayo. Na jana tukasema hapa hivi kanisani, mtu anaposema nuru ulionayo ni ule uelewa wako ulionao kuhusiana na Mungu, kwamba kama unajua Jumatano ni siku ya ibada na unapaswa kuja kumuomba Mungu, huo ndio uelewa au ndio nuru ulionayo. Ukiacha kuja umekataa kuishi kulingana na hiyo nuru ulionayo. Kuna watu wanaojua kabisa kanisa hili linaanza ibada yake asubuhi saa 3, na hivyo wakijitahidi kuja saa 3 kanisani wanaishi kulingana na nuru walionayo, lakini wakipuuzia, wasipokuja muda huo, hawaishi kulingana na hiyo nuru. Kwa hiyo lazima tuilinganie nuru ambayo tumepewa, na Mungu hatapokea udhuru wowote katika hili, kwa sababu anayekufundisha kuhusiana na jambo hili ni Roho Mtakatifu, ambaye kwa sasa unaye kwa kiwango, lakini ni kwamba yanatengenezwa mazingira yaje ya mimino ili ufanye kazi yako vizuri. Haya ndio mambo ambayo tunaweza tukayapata tunapoendelea na haya maombi ya siku 100.
Tutajifunza mengi sana katika hizo siku 100 na ninaamini Mungu anaweza akatusaidia kuishi kulingana na nuru ulionayo. Jana tulizungumzia kitu kimoja ambacho kilikuwa ni cha msingi sana. Mkasema unaelewa kabisa unatakiwa kuja kanisani siku ya Sabato, alafu unalala nyumbani, unakuja saa 5 na unakuja saa 5 kwa sababu unajua saa 5 kwaya itasimama uimbe, na ukishamaliza kuimba unatoka nje. Yaani wewe unakuja pale tu kwa sababu ya entertainment, unakuja kuimba na kutoka nje. Maisha yako ni hatari sana, kwa sababu kuishi kulingana na nuru ulionayo. Kwa hiyo lazima uishi kulingana na nuru ambayo Mungu amekujalia kuwa nayo. Haya mambo yote haya, na ikiwa Roho Mtakatifu anaugusa moyo wako ukaelewa haya mambo, ni bora uyafanye, kwa sababu Biblia inasema mioyo yenu isipowahukumu, mioyo yenu isipowahukumu, mna ujasiri ndani yenu. Kwa hiyo unapofanya jambo ukapata hatia ya moyoni, hiyo ni kazi ya Roho Mtakatifu. Ukichukua hatua za kutenda, umepona. Ukichukua hatua za kukataa, umekwisha. Kwa hiyo tunaishi